Ya 6 mstari wake wa 15 na kushuka. Msomaji atatusomea kitabu cha Daniel sura yake ya 6. Karibu. Tunatoa neno la Mungu. Daniel sura 6 11 mpaka 17. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ile marufuku ya mfalme. Je, haukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yoyote au kwa mtu awaye yoyote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupa katika tundu la simba? Tunaweza keti. Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala iwe marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakana moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. 15. Ndipo watu wale 15. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Wajemi isibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote uliowekwa na mfalme. 16. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamletea Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. 17. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Amen. Amen. Tatusomea vile vile Kutoka sura ya 2 mstari wa 3 hadi 5. Kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wake wa 3 hadi 5. Tunasoma Kutoka sura ya 2 mstari wa 3 mpaka 5 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na alipokuwa hawezi kumufisha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. 5. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Amen. Amen. Tushangilie neno la Bwana kwa makofi na vigelegele. Shangilia neno la Bwana. Kichwa ya neno yetu ya siku ya leo inasema kita etabli. Ni nani amekuweka? Hadithi ambayo tunatoka kusoma katika kitabu cha Kutoka ni hadithi ya wana wa Israeli. Biblia inasema wana wa Israeli walikuja utumwani Misri. Na walipokuwa utumwani Misri, waliishi kama watumwa kwa sababu walikuwa watumwa.
Lakini tatizo kubwa ya wana wa Israeli ilikuwa taifa yenye ilikuwa tofauti na mataifa mengine yote ulimwenguni. Ile tu ndio ilikuwa problemu ya Israeli. Ilikuwa taifa yenye ilikuwa tofauti na taifa zingine zote katika ulimwengu. Biblia yangu inasema ilifika wakati Israeli ilianza pata menase Misri. Ilifika wakati wana wa Israeli waliongezeka sana. Ujimagine taifa ndogo yenye naingia tu mupei, muda wa siku fulani ile taifa inaongezeka mpaka inaanza menase bwingi yabo, inaanza menase bwingi ya wenye mwingine. Utakomprendre kama multiplication haikukuwa ya kawaida. Mpaka Farao kukiti kwenye alikuwa akasema, hii taifa sioni sawa. Kuko siku aba watu watatugeukia. Ipo siku pali habo bawa watumwa, sie ndio tutakuwa watumwa. Sikia nikwambie, ukiwekwa na Mungu, ukikuwa établi par Dieu, malgré raha yako yenye uko nayo, unakuwaka menase kubagram. Sio kama unanisikia? Ukikuwa établi par Dieu, malgré unatembea na magoti, mais parce que tu es établi par Dieu, unakuwa menase kushinda hata mwenye unatembea yulu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sijue kama wewe uko menase. Israeli walikuwa watu wa kudharauliwa, watumwa. Mais je me demande, une nation puissante inaanza ogopa ba esclave, batu wenye biko sous domination. Mais ça wanaangalia wanasema il y a quelque chose yenye iendeke vizuri hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Problème ya Israeli balikuwa établi par Dieu. Amen, amen. Usingelijizarau siku ya leo. Usizarau niveau yenye uko nayo. Usizarau kiwango yenye uko nayo. Ya lazima ni kutafuta kujua eske nimewekwa na Mungu ama sijawekwa na Mungu. Kwa sababu ukiingia mumambo na Mungu akukuweka, yale mambo yatakumaliza. Lakini kama ni Mungu amekuweka, hata kama uko katika mavumbi, jua uko menase kwa wale wengine. Uko menase kwa wale ambao wanajiona wakubwa wa ulimwengu. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Biblia inasema ilifika wakati Farao njia kuogopa menase, akaautorize baanze tupa batoto badogo mumai. Mukizala tuka garso mukatupe mumai. Akakondena bale bakushezi, mtoto wa Israeli akizaliwa katu ni ka garso, mwende mutupe kulaki. Juu tunaona abiko sawa hapa watu. Kuko benya bakuonaka huko normal. Usione vite nazidishiwa kwa maisha yako, c'est parce que tu es établi par Dieu. Vita yezi kuya bure. Hata kama watu wanakupanga majina, jua huko établi par Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Israeli ilifika wakati bananza kamata mzaliwa wa kwanza, mwanaume banatupa. Kama mlikuwa bafianse mimba ya kwanza, mnaanza omba baba kakwe kafie. Juga kikuwa ka garçon tu. Hii 9 mois yote yenye mama anafuna makamasi, yenye mama anateseka, kale katoto katenda mumai. Uchungu ngani ilikuwa ile siku? Uchungu gani ulisimama katika Misri ile siku? Pourquoi Israeli tu? Est-ce que ni Israeli tu ndio wenye walikuwa kwa Egypte? C'est seulement les Israéliens. Mais pourquoi abo tu? Jina la Bwana libarikiwe. Biblia yangu inasema watoto wote walienda mumai. Hakuna mwenye kuingiaka mumai. Watoto wote walitupwa mumaji. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuko mmoja mwenye aliingia mumai na akatoka hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuko mmoja tu wa ile generation yote mwenye aliingia mumai na akatoka hapo. Acha nikwambie wewe, wengine wote bataingia, mewewe utatoka. Mufamia wengine watakwama, mewewe utatoka mwa ile mai. Wengine wataanguka, mewewe utatoka.
Kama unaamini utashangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Ya! Kamoya tu joka litoka. Kamoya. Pengine pote balienda na maji. Probleme ni nini? Juu ya nini ule moya tu ndio alitoka? Tofauti ni moja tu. Kuna watu walitupwa na kuna mwingine aliwekwa. Amen. 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 Sio kwa unaweza shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Wengine wote walitupwa, ule mmoja walitoka, amewekwa. Sijua wewe ni nani alikuweka. Hata kama maji yanaweza kuwa na mawimbi gani, usiogope kama umewekwa. Wamitume wako katikati ya mai, bananza panike, bamwange maji, siyo bafanye nini, banasabu kama biko mule mumai par ordre ya mwenye aliumbaka mai. Kama uko kudunia c'est sous l'ordre éternel. Kama uko mumunyumba ni ordre ya Mungu. Usiogope vita, usiogope mawimbi. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen, amen. Kita établi. Unacheza na huduma c'est parce que unayajua nani alikuweka huduma. Uko nachelewa mkanisa c'est parce que unayajua ni nani alikuita uingie mkanisa. Uko nashindwa kuikwea tuimbe buvivu c'est parce que unajua kita établi. Wengine wametupwa wakafa, wewe unawekwa unachezesha. Benye biko nakufa Ukraine saa biko watu sawa. Sasa kama wewe Mungu anakuweka pourquoi? Pourquoi usarau Mungu? Pourquoi ushindwe kutumikia Mungu? Pourquoi ucheze na kazi ya Mungu? Tutake sana kuwekwa katika maisha ya wokovu. Tusitafute kujikuta. Tusitafute kutumbukia. Tusitafute kusukumwa ama kutupwa, lakini tutake sana kuwekwa. Wengine walikuwa nakamatiwa tu kumugulu, tukatoto bana tupa. Pale kwa mai iko na shuka. Na kale kanaenda. Kengine kama takamatia ni kukichwa. Tena soda ile wakati. Balikuwa na chinjana na mipanga doke damu ya mtu emwambie kitu. Katoto tabana buili hata kushingwa na tupa. Na kale kanapita. Kuko watu biko wanakufa bure. Na balikuwa ba mzuri, balikuwa na pesa. Balikuwa na bote ajabu. Mewe Mungu angali nakupatia buzima. Tu es comme Moïse. Korona limaliza bangapi? Bakatupwa na bakaenda vile. Esko na bashinda nini? Jina la Bwana libarikiwe. Tutake kuwekwa ndani ya kanisa, tutake kuwekwa. Biblia inasema Musa yeye aliingia mumai tofauti na watoto wengine. Musa kwanza alitengenezewa kitunga. Kitunga wakasuka bien. Kitunga inamaanisha maandalizi. Mtu ambaye atawekwa inabidi aandaliwe. Sasa ukikataa kuandaliwa kwa ajili ya jambo, utateremuka. Jina la Bwana libarikiwe. Utateremuka tu. Kitunga ni alama ya maandalizi. Wokovu ni kuandaliwa. Hata Kristo aliandaa wa mitume wake. Alikuwa na pouvoir ya kubaombea na roho inashuka. Mea kusema hapana, omai roho ikuye nyuma, nibaandae kwanza. Nibafundishe kwanza, nibaprepare kwanza ili niwaweke. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha ya wokovu tutake kuandaliwa. Ibada ya asubuhi kuyasikia neno, hiyo ni maandalizi, ndio kitunga yako, ndio protection yako katika mawimbi. Vipindi vya kanisa fika kwa muda, ile ndio kitunga yenye Mungu anakuandalia. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ukikataa kuingia mkitunga kwa hii mai, kwa hii dunia ya leo, utakuwa mgeni wa nani? Amen, amen. Amen, amen. Esko unaweza shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele? Wewe ambaye umewekwa asubuhi ya leo, shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele.
nampenda sana mzazi wa Musa. Wakati alienda kupeleka Musa mwai, parce que condition kwa tubote baende mwai. Wakati alimupeleka kumaya kumutia n'importe où, Biblia inasema akampeleka kwenye kuko vichaka fasi fulani, akamwambia kala hapa kuko matete. Ata erosion na kuya matete nafani. Matete ni experience. Wakati unaandaliwa na unakubali kuandaliwa, utakuwa na experience. Hata mawimbi kuye namna gani, utayua kusimama kama Musa. C'est pourquoi Musa salifika devant la mer rouge, akupanika kasa wengine wote, parce qu'il alikuwa deja na experience ya maji. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Musa alikuwa deja na experience, akasimama akasema, mwe muikale kimya, penye Bwana atatenda bitabashangaza. Ya shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Il était déjà préparé, papa. Aliandaliwa. Musa angeandaliwaka na angekuasa wengine pale. Na angeanza jitukana. Na pengine angetukana na Mungu malimuita. Wakati mtu aandaliwe muimani, unaweza fika unaanza kufuru, unawazia uko na sifu. Unawazia uko na sifu, kumbe unaanza kufuru Mungu. Unawazia uko unafanya mema, kumbe ushaanza fanya laana. Parce que tu n'as pas été préparé. Biblia inasema sanduku ya agano iko inaenda. Sanduku inataka anguka. Jina la Bwana libarikiwe. Sanduku ya agano ya Mungu inataka anguka. Je ne sais pas qui t'a établi. Kuna watu waliwekwa kwa ajili ya kubeba sanduku. Kuna wengine waliweka kwa ajili ya vita. Sasa wewe umewekwa wapi? Kuna wengine kazi ya kusindikiza sanduku. Sanduku inataanguka. Biblia inasema kuko general umoya. Akasema naza soda. Niko soda. Sitaitika sanduku yanguke. Heshima ya Bwana yanguke. Est-ce qu'elle fahamu baya? Akufahamu baya? Heshima ya Mungu tu yanguke hivi hai. Abapiganie Mungu. Abapiganie Mungu. Ule jamaa sasa acha nisaidie. Hii kazi inataanguka hii. Fulani simone sawa. Kita établi kugusa arche. Malgré que arche inataanguka, est-ce que uko établi kuigusa? Est-ce que bali kuétablir uguse arche? Ule anapiga madieze na unampeleka mpaka mu quartier. Pengine ile madieze yake yeye ni arche. Nani alikwambia mgusi? Huyo pastor anakuwa na masifa. Iko na masifa pengine ni arche yenye inataka anguka. Est-ce una yake itaanguka wale taganda? Mebuyu yako. Kinywa yako kita établi. Pourquoi mambo ya mazabao unapenda kuipigania na ukukua établi? Tena vita yako iko negatif. Jina la Bwana libarikiwe. Vita yako iko negatif. Ase jumie na kwa kana mie mtu fulani, naweza jimprenye mkitu fulani. Jumie niko député na president haiko Mkongo, na mie sasa mimi naanza fanya manomination. Kita établi. Nani ameweka ile mamlaka akakupatia nani? Israeli ilikuwa na problem kwa sababu hao waliwekwa na mtu ambaye amewekwa. Kuna vita fulani Mungu na mashetani anainuaka kwa maisha yake. Sasa hivyo vita vikisimama, ile vita ikisimama, isikuwa njia ya kumdharaulisha, isikuwa njia yako ya kumpiga vita na wewe,
isikuwe njia yako ya utupu wake. Hapana, shika poste yako, kuvile fasi yako, na Mungu atashughulika na mengine, kwa sababu hujui wapi Mungu alimtosha na hujui wapi Mungu anampeleka. Shika mahali ulipo. Kama uko muimbaji, shikamana na muimbaji. Kama niko mwinjilisi, na shikamana na uinjilisi. Kama uko shemasi, shikamana na ushemasi, kwa sababu shie bote yake quelqu'un qui nous a établi, na kila mtu iko nafasi yake kwenye tatumikia. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Mtu mwenye amewekwa na Mungu, vita yake ya kwanza, shetani anamupigaka vita pour que le mtu a changer adresse. Mungu akikuweka na kuweka mahali na nakupa cha kufanya, shetani akiona kama huyu mtu amewekwa tayari, vita ya kwanza ya shetani kukubadilisha adresi. Israeli anajikuta anakuwa Misri. Yosefu anajikuta anakuwa Misri. Bitu ya hivi. Yosefu akasema nabii nilikuwa na lota, nabii yenye mimi naanza ona, au ilikuwa tu mandoto makoshemar. Joseph akasababu kama wakati alikuwa pembeni ya babaki, alikuwa un simple mtu akulota lota. Le moment alijikuta Misri, hakukuwa tu akulota, mais akaanza tafsiri na ndoto. Tant qu'il était à côté de Jacob, il ne pouvait pas kutafsiri ndoto. Mais le moment alitoka karibu ya Jacob, akaanza tafsiri ndoto. Jina la Bwana libarikiwe. Vita ya kwanza ya mtu mwenye amewekwa na Mungu, shetani anatafutaka mbadilishie address. Naona ingia mule mwandiransi. Munakuwa na roho nguvu. Munajikazaka kweli, unatafuta Mungu dada au hai. Na wewe sasa tunasikia hilo unasema na sitaenda tena hata dimanche. Kwanza hata na mimi siwe naenda juu ya nini? Na mimi naviacha. Unawazia basi c'est normal. Unawazia kama ni kawaida. Kumbe ni mbinu za shetani kutafuta kukubadilishia address. Ukibadilisha tu address, unaongeza safari. Il faut tena upite kubahari pour que ufike Kanani kolitokaka. Il faut tena upite mujangwa pour que ujikute tena kwenye ulitokaka. Usiitike kupoteza nafasi yenye uko nayo katika Yesu. Usikubali kurudi nyuma juu ya pesa. Usikubali kurudi nyuma juu ya vitu ya dunia, juu ya maneno ya watu. Fulani alisema naacha. Nilisikia hivi, naacha. Niliona hiki, naacha. Kita etabli. Eske ni ule mwenye alisema ile maneno ndio alikuweka pale? Sasa pourquoi uache Mungu? Daniel alielewa malgré nilibadilishiwa adresse. Niko déjà Babylone, mais il y a quelqu'un qui m'a établi. Sitamwacha. Hata kama vita nasimama, banatia masheria tusiombe, mie sitamwacha. Hata kama bananisema mie Daniele, juu ya nini niko naomba, mie sitamwacha, kwa sababu najua ni yeye ambaye alinifanya jinsi nilivyo leo. Ni hao wa Kristo wanaofaa katika kanisa. Malgré kanisa inapitia misukosuko, isikuwe njia yao kukimbia kanisa. Shimama kama Daniele kumshimamo. Ujue kama uko mkanisa, c'est parce que Dieu t'a établi ici. Jina la Bwana libarikiwe. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Vita ya kwanza, changement d'adresse. Shetani atakukosesha tu amani. Ukiona unakosa amani kwenye huko, jua kama huko etabli pale. Usiache. Baki kusema sana, endelea kubana sana. Baki kuchokoza sana, endelea kuomba sana. Parce que uwe kama hii yenye nakuya, c'est parce que je suis établi. Sasa yafani toke kwa adresse. Usiache adresse yako, kwa sababu Mungu anakujua pale kwenye huko. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo ya pili, quelqu'un qui est établi par Dieu, shetani anakuyaka kubadilisha identite yake.
changement d'identité. Usishangale tu wanaanza kuita se Pasteur Baraka. Ule pasteur cheche. Unaanza jiuliza nilifanya Baraka wapi? On change l'identité. Israeli ambayo ilikuwa taifa teule, tout d'un coup. Familia ya Jacob ndio kuna familia ya kwanza yenye naenda mapromesi. Batoto ya Jacob kuanzia kwa kwanza mpaka wa mwisho. Bote walikuwa karakterize na maadi. Utakuwa mfalme. Fimbo ya ufalme itatoka mikononi mwako. Tout d'un coup, esclave en Égypte. Changement d'identité. Ufalme unaenda wapi? Unaweza wazia watu wiko wanakuona jinsi ulivyo. Kumbe balishaka kubadilishia identité sans le savoir. Shetani akitafuta kuweza na kubadilishaka identité. Biblia inasema kukakuya Azaria, Mishaeli na Anania. Wakati walifika Babiloni, bakasema tutaendelea kubaita hivi. Tangu leo mtaanza itiwa Meshaki, Shadraki, Abednego. Pourquoi ils ont changé d'identité? Pour que baangalie kama puissance zabo zitakuwa na nguvu juu ya maisha yabo. Na wao wakati banaanza kupanga majina, ni juu usirike utoke mapenzi ya Mungu. Wakati wanakuita jina yenye hauna, pourquoi usirike? Piga magoti sana kama Danieli. Ita Mungu sana, sema je suis établi Seigneur. Sikia majina wanaanza niita. Angalia vita wananiamushia. C'est parce que je suis établi par toi. Kaza mwendo siache, kwa sababu kazi ya Bwana kuna siku tutalipwa. Shangilia Bwana kwa shangwe na vigelegele. Pigia Bwana makofi. Tu es établi par Dieu. Usirudie nyuma. Malgré vita na simama kwa maisha yako. Malgré changement d'identité. Uko établi par Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Sio wewe banakuita nani? Kuko wengine wanaanza etiwa Baraka. Na bakweba Baraka. Turudie nyuma tu. Kuko wengine wanaanza kuingia mkanisa wanakuambia kwenda tafuta babwana. Unaanza tafuta babwana mtahangaika itu. Na unasema sitenda tena basi niseme. Kuya tu. Tu es Daniel. Tu es établi par Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wanasema sana utukufu wa Mungu unaongezeka sana. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Jambo ya tatu. Mtu mwenye iko établi par Dieu anatungiwaka buma sheria bwa kumwekea mipaka. Quelqu'un qui est établi par Dieu anawekewaka masheria ili atiliwe mipaka. Kwa kumzuia asiendelee. Kwa kumzuia asifikie malengo. Ujiulize tu njia mzuri ilikuwaka. Musa nenda peleka wale watu kubari. Mungu tu anapeleka wingu kutanga. Huku njoo mupite. Kutafuta kumubuskile tu kuweka mipaka. Vite nyongo napitia inatafuta kukuwekea mipaka parce que tu es établi par Dieu. Daniel bakasema 30 jours mwa mwingine tusione mtu anaomba Mungu wa Israeli. Tusionake watapiga magoti anaomba. Na mwenye atafanya vile atatupwa katika tundu la simba. Pourquoi waliweka ile sheria? C'est parce que Daniel était établi par Dieu. Akakuwa menace kwenye walikutaniwa mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Utashangala bana kufenzia mashauri. Bana kutilia masheria au stahili. Uko wae wewe. Wewe njoo ule njoo wae tumufenzie hivi, tumutege hivi. Mavita porque usiendelee. Vita kama na hivyo visikurudishe nyuma. Vita sana hiyo sifanye una cede ministère. Vita sana hiyo sifanye unamwacha Yesu. Vita hivyo ni vya kukamilisha kama umeitwa na Mungu. Baisha sema nikienda ukanisa batanifukuza mnyumba. Kuyo kanisa. Daniel walimwambia kasiombaki. Biblia inasema akaanza fungula dirisha. Jua muone bien. 3 fois kuachaka. 3 fois shindikana. Akapiga magoti sana.
Tena maombi ya Kipentekoste. Baba, nakushukuru. Jua wa wanyanguzi mimi na hiyo utawapatisha haya. Alijivunia kenye iko nacho parce alijua nani alimuetablir. Maisha ya Ukristo inabidi kuwa na confiance kama ni Mungu amekuokoa. Haiko kwa nguvu yako ndio uko Mkristo. Haiko kwa nguvu yako ndio unaingia mkanisa, no. Kuamini Yesu haiko nguvu ya mwanadamu. Hapana. Ni shua ya Mungu anakuchagua. Kuna watu wanataka wao wa Kristo, na haiwezekani kwao. Hawakuitwa. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe uliitwa. Tu as été établi par Dieu. Mais unataka cheza na kazi ya Mungu. Unataka zaraulisha Mungu. Unataka zarau watumishi wa Mungu. Unataka zarau kazi ya Mungu. Pointi ya 5 na ya mwisho. Pour quelqu'un qui est établi par Dieu, banakuwa na msakrifie. Utashangala banakusaliti mtu mkubwa na wazi. Il te sacrifie. Jacob alikuwa Joseph alikuwa sacrifié na bandugu yake. Yesu Kristo, parce qu'il a été établi, ilibidi afanye nini? Akuwe sacrifié. Inawezekana katika jamaa balisema batoto banamuke bote batahangaikaka. Il y a des lois pareilles dans la famille. Umewekewa sheria, batoto banamuke bote habatazalaka. Batoto banamuke bote habatekala mabunyumba. Unaolewa unarudia kunyumba. Unaenda huku unarudia kunyumba. Unaenda huku unarudia kunyumba. Il y a une loi. Sheria imesimama juu yako. Sheria kama na hiyo isifanye urudie nyuma. Isifanye uanze kamata ma decision. Aseni kwa sasa mbaraga. Juu mimi nishatafuta na kosa. No! Jua kama vita inaposimama, jua kama hali kama na hiyo inaposimama kwa maisha yako, c'est parce que tu es établi par Dieu. Yako ya kufanya sasa ni kutafuta uso wa Bwana ili sheria kama na hayo ivunjike. Jina la Bwana libarikiwe. Ili vita kama na hayo ianguke. Est-ce que unaweza shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele? Kila sheria wameweka juu ya maisha yako itaenda kuanguka kwa jina la Yesu. Kila sheria wameweka juu ya maisha yako inaenda kuanguka kwa jina la Yesu. Biblia inasema Daniel akakuwa sacrifié. Bakamubeba mtundu ya simba. Ils ont oublié que Daniel alikuwa mtoto wa Yuda. Shetani kuna maerere zake. Les erreurs fortes za shetani. Shetani akasahau kama ye ule Daniel ni mtoto wa Yuda. Or Yuda ni toteme ya simba. Toteme ya simba. Sasa simba haiwezi kula simba. Simba haiwezi kula simba. Yesu Kristo anasema ule anayeniamini nitakuwa ndani yake naye atakuwa ndani yangu. Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Kila simba inashimama kwa maisha yako itashindwa. Kila simba waliinua ndani ya jamaa yako itashindwa. Paske na wewe ni simba. Hakuna simba itakumeza. Hakuna simba itakumeza. Jina la Bwana libarikiwe. Daniel akatupwa ndani ya tundu la simba. Biblia inasema tundu ya simba ikafunikwa na lijiwe. C'était une façon ya kuisole Daniel na monde extérieur. Shetani anaweza funga milango yote kwa maisha yako. Unajikuta unakuwa wewe peke mudunia. Unaangalia gauche, unaangalia droite, nya personne. Hakuna kukuletea msaada. Wewe peke ndani ya matatizo yako. Shetani alifanya erreur moja ya grave. Alisahau kufunga mlango ya kanisa. Il a oublié de fermer la porte de l'église. Daniel malgré que mutundu ya simba, mulango ulifunguka, malaika alishuka. Malgré uko abandonné par la famille, tant que l'église est ouverte, viens prier le Seigneur. Kuyaomba Bwana. Bwana ataokoa maisha yako. Bwana atashanje probleme yako. Bwana atakupa suluhisho kuyote ambayo kunahangaikia. Parce que tu es établi. Bwana bariki neno lake. Amen. Mais ça, c'est l'évangile. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'évangile.
Unaya shetani kuana nguvu ya kufunga mlango ya kanisa. Paske Yesu aliweza mdekuvrir wa kwanza akamwambia ondoka nyuma yangu wewe shetani. Kisha ya mwisho akamwambia ya kwamba Petro ninakupatia fungulo. Oro Petro alikuwa hamu yuwai, alikuwa anapenda Yesu, Yesu alikuwa anapenda Petro. Petro alikuwa anapenda Yesu sana. Yesu akupenda Petro hata